Allah mtukufu anasema waadhim fi nnasi bilhaji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajin amiq. Sadaqa Allahu al-aliyyul azim. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii anasema wakati alipokuwa anamwambia Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam kuwaambia kuwa waadhim fi nnasi bilhaji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajin amiq. Sadaqa Allahu al-aliyyul azim. Allah anasema kuwa watangazie watu katika hija, watangazie watu waje katika ibada ya hija. Allah anasema watakujia watu hao kutoka katika kila kona ya dunia, kila pembe ya dunia. Watakujia na wanyama waliokonda, watakujia na vipando. Kiujumla watu wataitikia wito huu. Riwaya zinasema kuwa Sayyidina Jibril au Nabii Jibril alayhi salatu wasalam wakati amepewa agizo hili kuwa alikuwa anajishangaa, anajishangaa kuwa itakuwaje tangazo hili mimi nikilitoa hapa, halafu nisikie watu watakuja kutoka kila pembe ya dunia, watakuja kutekeleza ibada ya hija. Sikiaje? Mimi nina uwezo gani wa sauti zangu kufika huko? Lakini kumbukwe tu kuwa karne hizo sio karne za sasa. Karne hizo ambazo zilikuwa zina utandawazi uliokuwa wazi kama leo hii, kuna globalization ambayo mtu anaweza akakaa sehemu na akatangaza jambo kwa kupitia vyombo vya habari, ile habari ikafika mbali. Lakini wakati huo ulikuwa bado mazingira kama hayo. Lakini wajibu wake aliambiwa tu Nabii Ibrahim kuwa atangaze. Suala la kuja watu, basi hii ni amri, ni jambo ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atajua namna gani wanakuja na namna gani ambavyo taarifa zile zikawafikia. Walillahi alhamd. Baada ya hapo kweli wito huu ukawa umefanikiwa, wito huu ukawa umefana, ambao kiujumla leo hii kipindi hicho kulikuwa na maelfu ya Waislamu, maelfu ya watu wanakwenda kutekeleza ibada ya hija. Lakini leo hii kuna mamilioni ya Waislamu huwa wanamiminika katika sehemu kama hiyo ili kwenda kutekeleza ibada ya hija. Ndugu zangu katika imani, kila mmoja ambaye, kila yoyote miongoni mwetu ambaye ametia nia ya kwenda kufanya ibada hii ya hija, basi Mwenyezi Mungu amwafikishe, kwa sababu huwezi kutia nia isipokuwa tu kuwa pia Mwenyezi Mungu amekuwezesha, kwa maana ni ibada ambayo ndani yake inatumika gharama kubwa katika kuweza kuifanikisha. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi iliyopokewa na Abdurrahman bin Sukhari ad-Dawsi maarufu kwenye la Abu Huraira, anasema kuwa buniyal islamu ala khams, kuwa Uislamu umejengwa juu ya nguzo 5. Wa dhakara minha hajjul bait, lakini miongoni mwa hizo 5 akataja kwenda kuhiji katika nyumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio imani. Wakati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anasema kuwa alihutubia watu, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, anasema kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alihutubia faqala, akasema ya ayuhan nasu, enyi watu nyinyi, qad faradallahu alaykumul hajja, hakika ya Mwenyezi Mungu amekufaradhishieni nyinyi ibada ya hija, fahajju, basi nendeni mkahiji. Yupo mtu mmoja akabidi amuulize Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afi kulli amin, aliuliza swali hili. Au riwaya nyingine nasema kwamba akauliza akalla amin ya Rasulullah, Mtume wa Allah, tujulishe, tufahamishe, ibada hii ya hija ni wajibu kwetu, je kwa kila mwaka? Mtume akanyamaza, lakini baadaye Mtume akasema, laiti kama ningekujibu pale pale ndio, basi lingekuwa jambo hili ndio, kila mwaka ni wajibu kwa yule mwenye uwezo kwenda kuhiji.
lakini wajibu wenu kuhiji fil umri marratan, katika umri mtu wajibu wake kwenda kuhiji ni mara moja tu. Lakini kama atazidisha zaidi ya hapo, akaenda mara 2, akaenda mara 3, mara 4, basi itakuwa ni katika sunna, isipokuwa wajibu wake ni kutekeleza ibada hii mara moja fil umri marratan, katika umri kutekeleza mara moja. Ndugu zangu watukufu katika imani, wote ambao mliotia nia ya kwenda kuhiji, kwenda kufanya hija katika nyumba ya Allah tabaraka wa taala, Mwenyezi Mungu awafikishe muweze kwenda kwa usalama na kurudi kwa usalama. Lakini kitu cha kuzingatia ambacho hichi ni wajibu kwenu mahaji mliokuwa mmetia nia, lakini pia ni wajibu kuzingatia kitu hiki kwa yoyote anayefanya ibada. Kuna kitu ambacho kinachoitwa al-ikhlas, yani ikhlas, kumtakasia Mwenyezi Mungu dini yake, kufanya kitu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala fakat tu, walaisa ghair, sio kufanya kwa ajili ya kitu kingine. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, man samaa Allahu bihi wa man yurai Allahu bihi, kuwa yoyote ambaye anayefanya jambo kwa ajili ya kutafuta vumo, kwa ajili ya apate kusikika, basi samaa Allahu bihi, Mwenyezi Mungu atamvumisha mtu huyo kwa hiko ambacho alichokuwa amekifanya. Wa man yurai Allahu bihi, na yoyote ambaye anayefanya kwa ajili ya kujionyesha, anafanya kwa riya, basi yurai Allahu bihi, Mwenyezi Mungu atamuonyesha kwa jambo hilo. Lakini wewe unatakiwa ufanye kwa ajili ya kitu gani? Fanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, kwani ukiwa unafanya kwa ajili ya fulani akuone, au unafanya ili uende ukirudi tu uweze kupata jina la Al-Haji, uandike katika gari yako neno Al-Haji fulani bin fulani, uandike katika nyumba yako Al-Haji fulani, inawezekana ikawa hivyo. Lakini fahamu ya kuwa wewe utakachokiambulia kwako ni kuambulia patupu, kwa maana hautafanikiwa, hautalipwa na kitu chochote. Umekwenda kwa ajili uende urudi tukute Al-Haji, tutakuita Al-Haji. Lakini ukienda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, sisi tutakuita Al-Haji, lakini wewe umekwenda kwa nia moja tu, takhallusan lillahi ta'ala. Kwa hiyo ndugu katika imani, ibada hii ya hija ni ibada ambayo yenyewe inahitaji uwezo wa gharama za kwenda na kurudi. Unahitaji uwezo wa gharama ya dhihaban wa iyaban, kwa maana kwenda na kurudi. Lakini pia pale nyumbani kwako pa mazingira yaweze kuwa sawa, sio tu unakwenda hija lakini uko nyuma watoto wanasikitika, wananung'unika, watoto hawana amani, wanasema tu hapa mimi napewa hela ya shule hii ndogo, lakini kama angekuwa baba yupo basi ingekuwa zaidi. Au watu wanakuwa wanalala na njaa pale nyumbani, matumizi hayaendi sawa, kisa kwamba wewe umekusanya pesa kwa ajili ya kwenda kufanya ibada ya hija. Kufanya hivi utakuwa bado hujaelewa lengo au maana ya ibada hiyo ya hija. Ibada ya hija imekuja kuweka wazi kwa kusema man istataa ilaihi sabila, kwa yule ambaye mwenye kuwa na uwezo wa kwenda huko na kurejea. Lakini ndugu katika imani lingine, kuwa unapokwenda kufanya ibada ya hija basi ni kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, lakini pia zile mali zenyewe, yani zile gharama zilizokufikisha kule katika viwanja vya hija, basi ni ziwe pesa au mali za halali, sio pesa za ulifanya watu ufisadi, ulidhulumu, ulitapeli, ulikaba watu. Kufanya hivyo itakuwa ni habaa manthura, itakuwa wewe unakwenda na kurejea, lakini huna ambacho utakachokipata. Yupo mshairi anasema ya kuwa idha hajjata bimalin asluhu danasun, idha hajjata bimalin asluhu danasun fama hajjata walakin hajat al-iru la yaqbalu Allah illa kullu tayyiban. Anasema kuwa idha hajjata bimali asluhu danasun, utakapokuwa umekwenda kuhiji au utakapokuwa umehiji bimali danasun, bimali asluhu danasun, kwa mali ambayo asili yake ni dhulma, asili yake ni utapeli, asili yake ni ufisadi, fama hajajita walakin hajatil iru, basi wewe hujahiji, walakin hajatil iru,
lakini kile kipando, ile ndege ambayo imekupeleka kule na kukurudisha ndio kama itakuwa imekwenda kuhiji. Sasa jiulize, hiyo ndege yenyewe imeamrishwa ihiji? Au mnyama ambaye amekupeleka kule wewe kama ni ngamia au farasi ameamrishwa hiji? Kwa maana kwamba haya ni maneno ya kupondwa wewe ambaye umekwenda kuhiji kwa chumo la haramu. Umekwenda kuhiji katika chumo ambalo lililokuwa sio katika asili yako. Kwa hiyo ili uende kuhiji, hija yako iwe ni mabrur, hija yako iwe ni nzuri, uweze kupata fadhila kwa Allah tabaraka wa taala, lazima uwe umekusanya au umepelekwa na au umekwenda na mali zilizokuwa za halali. Anasema kwamba la yaqbalu Allahu kulla tayyiban, kwa hakika au tambueni, hakubali Mwenyezi Mungu isipokuwa kizuri tu. Ma kullu man hajja baitahu mabrur, lakini pia hakuna, usihisabu kila anayekwenda kuhiji hija yake kama mabrur. Ndio kwa imani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema inna Allaha tayyib la yuqbalu illa tayyiba, Mwenyezi Mungu ni mzuri, hakubali isipokuwa vitu vizuri. Kwa hiyo tunao kwenda kufanya ibada ya hija, basi au yoyote ambaye umetia nia kwenda kufanya ibada ya hija, basi jitahidi mali zako unazozikusanya au nauli zako unazokwenda nazo huko ziwe ni nauli za halali, ziwe zenye ambazo umezichuma kwa mikono iliyokuwa umezichuma kwa halali, wala isa ghairi, na si vinginevyo. Ama akitokea mtu ambaye pengine akakudhamini kila kitu, masala wa msafara wa kwenda na kurudi, lakini ukadhaminiwa swala zima la nyumbani kwako mpaka hapo sawa, basi fabiha wa neema, hilo ni jambo zuri ambalo una uwezo wa kwenda, lakini una uwezo wa kwenda, lakini tu haitatakiwa kwa wewe kuwa ni mwenye sasa kutambaa mitaani kuweza kuombeza eti lengo na makusudio natafuta nauli ya kwenda hija. Hasha wakalla, Mwenyezi Mungu wala haja kuelekeza hivyo, wala Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajatuelekeza watu kwenda kuhiji kwa sura hiyo. Sio mimi niombe nipitishe bakuli wapi na nipitishe bakuli kwa Wahindi, kwa wazungu, lengo na makusudio tu ili mradi niweze kupata nauli ya kwenda kuhiji. Hapo wewe utakuwa ibada ya hija haujaelewa maana na lengo lake. Wabillahi tawfiq wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.